Ndugu wanahabari, sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo tumeshitushwa na kushangazwa na kauli za kubabaisha za serikali kuhusu ukweli na usahihi wa gharama za ujenzi wa miundombinu ya AFCON 2027 hapa Zanzibar. Tunaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutowababaisha wananchi wenzetu na kutoa taarifa sahihi na kamilifu kwa umma na kuweka wazi juu ya tofauti zilizojitokeza katika taarifa za gharama za ujenzi wa miundombinu ihusianayo na maandalizi ya kombe la AFCON 2027 hapa Zanzibar. Ndugu wanahabari, kama inavyoeleweka, hivi karibuni kumezuka mjadala mkubwa unaohusu usahihi wa gharama halisi za ujenzi wa miundombinu ya AFCON hapa Zanzibar. Mjadala huu umezuka baada ya mwenyekiti wetu wa chama taifa, ndugu Othman Masoud Othman, wakati akifanya mahojiano na mtangazaji wa Wasafi TV ndugu Charles William, alipoeleza mtazamo wake na kuainisha uchambuzi wake juu ya baadhi ya mapungufu yaliyojitokeza, hasa kuhusiana na ukubwa usiowiana kiuchumi wa gharama za miundombinu hiyo ya AFCON kwa Zanzibar, akieleza wasiwasi wake juu ya uwezekano wa kurudi kwa gharama hizo kubwa za Tanzania shillings trilioni 1.6 zilizotajwa kutengwa kwa mpango huu wa AFCON 2027, hasa ukizingatia ukweli kwamba Zanzibar sio muandaaji wala mashindano hayo hayatuhusu sana kwa sababu sio mwanachama wa CAF. Ndugu wanahabari, siku chache baadaye, wakati akifungua kituo cha mabasi ya umeme, Rais wa Zanzibar alipinga kauli kuhusu gharama halisi za uwekezaji wa miundombinu ya AFCON kama zilizofafanuliwa na kuhojiwa na mwenyekiti wetu, na rais kueleza kwamba gharama sahihi za miundombinu yote ya AFCON Zanzibar ni wastani wa shilingi bilioni 300 tu. Ndugu wanahabari, tunasimama leo hii kuukumbusha umma kwamba wakati wa kusomwa kwa bajeti kuu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Waziri wa Fedha na Mipango alilieleza Baraza la Wawakilishi kwamba, naomba kunukuu, kufuatia fursa ya uwepo wa mashindano ya kombe la AFCON ya mwaka 2027, serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.69 ili kuwekeza katika kuimarisha maandalizi ya kitaifa katika miundombinu ya michezo, usafiri, utalii na huduma za kijamii, kwa lengo la kutumia mashindano hayo kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi, ajira na kulitangaza taifa kimataifa. Ndugu wanahabari, kwetu sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo, tumepata wasiwasi mkubwa wa utofauti wa taarifa sahihi zilizotolewa na serikali moja. Taarifa ya kwanza iliyotolewa na Waziri wa Fedha na Mipango ndugu Juma Malik Akili katika Baraza la Wawakilishi wakati akiomba kupitishiwa bajeti kuu ya serikali, na taarifa ya pili ni ile iliyotolewa na Rais Mkuu wa nchi wakati akifungua kituo cha mabasi ya umeme pale Malindi, na taarifa ya tatu iliyotolewa tena na Waziri wa Fedha na Mipango wakati akifanya mahojiano na waandishi wa habari. Baya zaidi ni kwamba taarifa hii ya tatu ilikuwa inapingana sana na ile taarifa yake ya kwanza aliyoitoa katika Baraza la Wawakilishi wakati akiwasilisha na kuomba kuidhinishiwa bajeti kuu ya serikali. Ndugu wanahabari, la kusikitisha na kutia wasiwasi zaidi ni kwenye taarifa iliyosambaa tarehe 28 mwezi wa 7 2026 jana ya Waziri wa Fedha na Mipango ndugu Juma Malik Akili wakati akizungumza na waandishi wa habari, alipoonekana akilalamika kwamba taarifa ya trilioni 1.69
aliyoizungumza katika Baraza la Wawakilishi siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 2026 wakati akiwasilisha bajeti kuu ya serikali sio sahihi, na hivyo amenukuliwa vibaya au video inayoonekana katika mtandao wa YouTube ya shirika la utangazaji la Zanzibar ZBC imechezewa, na akaeleza usahihi wa taarifa ni shilingi trilioni 1.069. Ndugu wanahabari, sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama chetu cha ACT Wazalendo tunaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itoe majibu kwa umma na kueleza dhahiri, je, ni nani mkweli kati ya rais ambaye ndiye mkuu wa nchi au waziri wa fedha na mipango ambaye anafanya kazi kwa niaba ya rais? Ikiwa kauli ya rais ndiyo kauli sahihi, je, rais amechukua hatua gani kwa waziri wa fedha na mipango ambaye ameudanganya umma na Wazanzibari na Baraza la Wawakilishi na kulisababisha kujadili na kuidhinisha bajeti ambayo sio sahihi na inayokinzana kwa kiasi kikubwa? Ndugu wanahabari, sisi wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo, suala ambalo tunaliuliza kwa niaba ya wananchi wenzetu ni ipi hasa taarifa sahihi ya waziri wa fedha na mipango? Je, ni ile aliyoitoa katika Baraza la Wawakilishi wakati wa bajeti, au ni hii ambayo ameitoa wakati wa kuzungumza na waandishi wa habari nje ya baraza? Wananchi wanabaki kujiuliza, je, kati ya rais ambaye amezungumza bayana kwamba miundombinu hiyo itatumia shilingi bilioni 300 tu, na waziri wa fedha na mipango ambaye amekuwa na kauli mbili kuhusu bajeti halisi ya miundombinu ya Afcon kwa upande wa Zanzibar, lakini zote ni za gharama ya zaidi ya trilioni 1, aaminiwe nani kati ya hao? Ndugu wanahabari, hoja ya msingi ya wananchi wenzetu iko kwenye ukubwa wa uwekezaji na uhalisia wa kuweza kurejesha faida ya uwekezaji huo. Asili ya uwanja wa Fumba na mji wa michezo wa Afcon ni miradi ya uwekezaji na sio ya huduma kwa jamii. Kama ni kwa huduma kwa jamii tu, uwanja wa Amani, uwanja wa Mau na viwanja vya kila wilaya vinatosha kwa jambo hilo. Kama gharama ya ukarabati wa uwanja wa Amani takriban shilingi bilioni 102 zimetumika na zinahitaji takriban miezi 2040 kurejesha uwekezaji huo, sawa na miaka 170 kuweza kuzirejesha, basi ni wazi kwamba uwekezaji katika miundombinu ya Afcon wa trilioni zaidi ya 1 ambazo zimetajwa katika sehemu tofauti utahitaji miaka mingapi? Ni dhahiri kwamba Zanzibar bado haina mvuto wa utalii wa michezo kwa sababu hatuna hata timu, iwe vilabu au timu za taifa zinazoshiriki na kutoa ushindani kimataifa. Ushahidi upo wazi kwamba hata ligi ya ndani yenyewe au hata ligi za ndani zenyewe hazina mvuto wala uwekezaji unaolingana. Ndugu wanahabari, kwa wakati wa sasa kuna kila dalili za mradi huu wa miundombinu ya Afcon 2027 kuwa White Elephant Project, kwa maana kwamba hatutopata faida kamili kama zinavyonadiwa sasa hivi. Lakini pia kwa kutumika kwa uchache wake, underutilization, serikali iwaeleze wananchi mipango yenye maana na tija kuhusu mji huo baada ya kumalizika kwa mashindano ya Afcon 2027, ikizingatiwa kuwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutakuwa na viwanja vipya vyengine vikubwa, uwanja wa Mkapa, uwanja wa Uhuru na uwanja wa Arusha, vinavyojengwa kwa malengo ya Afcon, ukijumlisha na viwanja vinavyotumika sana kama KMC, Azam Chamazi na Meja General Isamuhyo Stadium.
kwa kuvitaja vichache. Serikali iwaeleze wananchi ni ipi nafasi yetu kibiashara, ukizingatia kimataifa nafasi yetu ipo chini ya mikono ya TFF. Ndugu wanahabari, wakati tukiandaa miundombinu kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027, bado serikali haijui hadi sasa idadi ya mechi na ukubwa wa timu za taifa zitakazochezwa hapa Zanzibar. Ni kwa vipi tunajihakikishia kwamba AFCON italipa upande wetu wakati hatuna nafasi ya kuamua kuhusu mechi, maana sisi sio waandaaji rasmi? Ndugu wanahabari, ili kuondosha taharuki iliyojitokeza kwa serikali moja kuwa na taarifa tofauti kwenye jambo moja, tunaitaka serikali itoke hadharani na kauli moja ya uhakika na yenye kueleweka. Ni zipi hasa gharama kamili na sahihi za miundombinu ya AFCON kwa Zanzibar? Ndugu wanahabari, kwa kuwa siku zote chama chetu kimekuwa kikipambania na kupambanua huku ikisimamia rasilimali za nchi, hasa katika kulinda maslahi ya umma, kama ilivyodhihiri wakati tukihoji serikali katika bajeti na masuala mbalimbali ndani ya Baraza la Wawakilishi, na wakati mwingine kuibua mijadala ya kitaifa. Hivyo basi, kwa niaba ya wananchi wenzetu, tunaitaka serikali ifanye yafuatayo. Kwanza, serikali iwaambie wananchi ukweli kuhusu jambo hili, na pale ilipokosea iwaambie wananchi majibu yanayotolewa kwenye jambo hili ni mepesi sana na hayalingani kabisa na uzito wa hoja yenyewe. Pili, tunaitaka serikali iwaeleze wananchi jumla ya fedha, ugawaji wa fedha hizo kimiradi na vyanzo na masharti ya fedha hizo. Tofauti za nambari: Tanzania shilling 1.69 trilioni, 1.069 trilioni na bilioni 300 kibajeti ni kubwa sana na zinahitaji ufafanuzi wa haraka kutoka kwa serikali, sambamba na bajeti iliyoidhinishwa na Baraza la Wawakilishi mwezi Juni 2026. Tatu, ikiwa kulikuwa na makosa ya kuwasilishwa kwa taarifa, serikali itoe taarifa sahihi na ufafanuzi wake rasmi unaoeleza chanzo cha kosa na hatua zilizoachwa kuchukuliwa. Kwa kuwa Waziri wa Fedha na Mipango ameueleza umma kwamba fedha zilizotarajiwa kutumika kujenga miundombinu hiyo ni fedha za mkopo ambazo bado hazijapatikana, lakini ujenzi unaendelea, serikali iwaeleze wananchi mkopo huo ulitarajiwa kuchukuliwa kutoka wapi, utalipwaje na kwa masharti yapi, na kwa kuwa mkopo huo bado haujapatikana, serikali iwaeleze wananchi fedha za ujenzi wa miundombinu hiyo inayoendelea kujengwa zinatoka wapi na katika fungu lipi. Mimi naomba kuwasilisha, na kwa niaba ya wenzangu wote waliopo hapa na waliokuwa hawapo, tunakushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asanteni, nadhani amesikia mnadhimu wetu kwa niaba ya wawakilishi Profesa Omar Hamadi akieleza yale machache ambayo tuliwaitia hapa na kutaka serikali itupe majibu au majawabu ambayo yanashika. Kuna utofauti wa maswala uchukue utajibu, maswala tutajibu pamoja. Tofauti tunataka watupe data sahihi, na sisi kama wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, kwa sababu tunazijua data sahihi ambazo zililetwa barazani. Sasa niwape fursa ndugu waandishi wa habari ya kuuliza maswala, lakini ni muhimu mwandishi ambaye atamenyuka ataje jina lake na chombo ambacho anatoka. Tutaanza kuchukua maswala 4
ya mwanzo tutayajibu, baadaye tutachukua tena maswala mengine pale atakapojitokeza. Asante, naomba karibu. Naam, yes. Asante. Jesse, natoka kampuni ya Mwananchi Communications. Na maswali mawili tu. Ni kama mlivyoeleza wazi hapa, nyinyi ni wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na hii ni bajeti. Kuna takwimu ambazo mnaona hazifai kabisa, lakini ziliwasilishwa kule barazani wakati wa bajeti ya mlichukua hatua gani? Mlihoji wakati wa kupitisha bajeti ama na nyinyi wakati wa kubaini changamoto hiyo? Na katika kuhoji pengine ni nini mlijibiwa? Na swali la pili ni sasa, nyinyi kuna takwimu tatu hapa, ni ipi nyinyi ambayo mnaona sasa iko ni nzuri zaidi, ambayo mnaona kwa kweli inaweza ikawa inaendana na mazingira halisi ya uwekezaji lakini kwa faida ya Zanzibar? Asante. Mwingine? Mamkwe. Asante. Na mimi naitwa Rama Suleiman, natokea gazeti la Nipashe. Mimi nilikuwa nataka ufafanuzi kuhusiana na hii taarifa yenu kwamba mnapinga gharama zilizotajwa ama mnapinga ujenzi unaofanyika. Na kama mnapinga gharama, ujenzi unaendelea, na hisi nini kifanyike? Usitishwe kwa ujenzi ama kitu gani? Najat. Asante. Haya, na mimi naitwa Najat, natokea The Chanzo. Mimi swali langu ni moja tu, ni vigezo gani ambavyo mnaviona ama mmetathmini mkaona kwamba uwekezaji ambao unafanyika faida haitorudi? Kwa sababu bado AFCON haijaanza na hatujui ni wageni kiasi gani tutapokea. Ni vigezo vipi vinaashiria kwamba fedha hazitorudi? Na mshajabu Idrisa mfahamisho kwa raundi ya kwanza. Asante. Naitwa Jabi Idrisa kama ulivyoniita. Natokea Mwanahalisi. Nimemsikia waziri na waziri wa fedha na baadhi ya hawa siku hizo wanaitwa machafu wanatetea kinachofanywa na serikali. Na waziri wa fedha anasema hakuna wasiwasi sababu deni mpaka sasa, mwenendo wa deni SMZ linahimilika. Sijui hii tamu, na hapa tuna profesa anajua uchumi, linahimilika deni. Manake hakuna hofu upande wa huko kutumia that big money kwa huo mradi. Nadhani ni anze na utaanza au nianze mimi? Utaanza. Nianze na Mwalimu Mohamed. Kama unacho mwenyewe yote bwana. Anza kidogo. Nianze na Mwalimu Mohamed. Achague swala moja ajibu. Nianze na Mwalimu Mohamed achukue swala moja ajibu. Alafu haya, salamu alaykum. Nianze kwa kujibu swali moja, ambapo mimi jina langu ni Mohamed Al-Salim, mwakilishi wa jimbo la Ziwani. Naomba nijibu swali la Madam Salma Suleiman kama ni sahihi jina nilichukua. Rahma Suleiman Samani, ambapo yeye aliuliza kwamba kipi tunachokipinga, tunapinga fedha au ujenzi, kama ndivyo tulivyolifahamu. Na kama hicho ndo tunapinga ujenzi, je, ujenzi usitishwe? Kama sisi wawakilishi wa ACT Wazalendo hatupingani na ujenzi wa miundombinu ya kimichezo. Kwa mujibu wa press yetu ya leo,
tulichopinga ni mgongano wa kitakwimu uliotoka kati ya vyanzo vya serikali. Mheshimiwa Rais katamka hadharani kwamba ujenzi utachukua bilioni 300 tu. Lakini waziri wa fedha ndani ya baraza la wawakilishi yeye akasema kwamba ni trilioni 1.69. Sasa vyanzo viwili ambavyo wote ni wasemaji wa serikali kuwa na hoja tatu zinazopingana, hicho ndo tunachopingana nacho. Na tunapingana nacho kwa sababu inaonekana wazi kwamba serikali haiko makini katika kueleza umma, au inawezekana kama kauli zetu tunazozisema kwamba budget inakuwa kama ni mtindo wa baadhi ya watu kupiga fedha za serikali, au inawezekana kwamba rais na waziri hawasemi kauli moja. Sasa kama hivyo ndivyo, hicho ndo tulichotoka kwenu leo ili kuja kupata kuwaeleza, na tukaiomba serikali tupe ufafanuzi wa wazi, kwa sababu chombo cha baraza la wawakilishi ni chombo halali kwa mujibu wa sheria, na taarifa tunazozipokea pale ni halali kwa mujibu wa sheria. Sasa leo rais kama naye anakuja na zake, sasa hatujui kwamba ilikuwa ni budget au ilikuwa ni wimbo wa kisiasa. Sasa tunataka tutofautishe kati ya wimbo wa kisiasa na taarifa zilizo sahihi za serikali, na hichi ndicho tulichokuja nacho kwenu, na hizo taarifa tatu zilizo tofauti ndio tunazopingana nazo. Asanteni. Asante, tunashukuru na majibu mazuri ambayo yametoka kwa Maalim Mohamed ambaye ni mwenyekiti wetu wa wawakilishi, ambaye ni mwakilishi wa jimbo la Ziwani. Mimi nitajibu swala moja la dadangu Najat, kwamba ni vigezo gani ambavyo tumevitumia na tunadhani kwamba gharama hizi hazitorudi. Kwanza ieleweke, na katika press yetu hapa tumezungumza kwamba sisi Zanzibar sio wanachama wa CAF wala sio waandaaji wa mashindano haya. Maana yake kama sio waandaaji wala sio wanachama, tunategemea huruma ya mwenye mali. Sasa kama tunategemea huruma ya mwenye mali akisema mimi sitoi, na tumetumia fedha nyingi mpaka sasa, tumezungumza very clear kwenye budget, kwenye hotuba yetu kwenye press hii kwamba Zanzibar haijui tutapata mechi ngapi za kuja kucheza. Pengine hazizidi mechi 2 au mechi 3 ambazo tutazipata. Tujiulize katika hali ya kawaida, na hizo hatuna uhakika kwamba mechi 2 au mechi 3 ambazo zitakuja kuchezwa Zanzibar tuna uwezo wa kurejesha ya gharama ambazo zimetajwa. Jibu ni rahisi tu kwamba haiwezekani. Zipo notions zinatajwa kwamba miundombinu hii itaishi, miundombinu hii watu wataitumia, miundombinu hii itakuja kuleta faida kubwa. Hasa sisi tunataka watu waonyeshe hizo faida ambazo zitakuja kuletwa, kwa sababu katika macho ya kawaida ukizitizama huzioni. Leo tukubaliane, unaenda kujenga barabara ya njia 6 kuelekea wapi? Kuelekea Fumba, nje ya mji. Manake angalau ingalikuwa na akilini barabara hizi za njia 6 ungalikuja kuzijenga katikati ya mji kupunguza foleni. Sasa baada ya mashindano unaenda kujenga barabara 6 za njia 6 kuelekea Fumba, zinaenda kusaidia nini? Kuna kipi kilichoonekana Fumba au kuna kipi ambacho kitatokezea Fumba baada ya mashindano haya? Kwa ni hisabu rahisi tu kwamba gharama tunazozitumia haziendani na uhalisia wa uchumi wetu. Ndicho ambacho tunakizungumza kwamba uchumi wetu na gharama ambazo zinatumika hazionekani kwamba ni vitu ambavyo vinawiana. Na kigezo tulichotumia kuona kwamba gharama hizi zitarudi, kigezo kikubwa ni kwa sababu sisi sio wanachama wala sio wa CAF wala sio waandaaji wa mashindano haya. Mwenyekiti amesema kwamba tunaandaa karamu kwa kutegemea nani? Wale wa kudusa.
wale wa kudusa wale wa matanga. Hatuwezi kuandaa karamu. Karamu ingalikuwa yetu, hapo angalau tungalifikiria. Na hayo kwa uchumi wetu wa Zanzibar ni lazima tujifikirie kwamba hizo gharama ambazo zinakwenda kutumika. Asanteni. Nadhani nimwite Profesa malize masuala yaliyobakisha. Kwanza kabisa ni washukuru wenzangu kwa majibu mazuri na kunipunguzia. Mimi nilitaka ni summarize majibu matatu. La kwanza limeulizwa Mr. Jesse pale wa Mwananchi Communication kuhusiana na bajeti ambayo ilipita barazani na sisi tukiwepo. Na sisi kama wawakilishi baada ya kuamua kuingia barazani tunaliheshimu chombo kile kuliko chama chetu. Tukiwa kwenye baraza tunaheshimu chombo cha Baraza la Wawakilishi kuliko chama chetu. Na yanayopitishwa pale hata kama hatuyakubali, kwa vile tumepitisha pamoja, collective responsibility, tunayasimamia kwa pamoja kwa vile tumeshapitisha. Tunaonyesha msimamo wetu kadri tunavyoweza. Lakini kinachopitishwa na Baraza la Wawakilishi, sisi tukiwa wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi tunakiheshimu. Sisi tulihoji tulipoweza kuhoji. Hata hii ya 1.67 mimi binafsi nilihoji, ni 20% ya bajeti kuu ilikuwa. Majibu yaliyotoka hayalingani na masuala. Kwamba issue sio kwamba unaweza kukopa au huwezi. Nilisoma article moja, kuna mzee anasema hatumpimi mkulima ufanisi wake kwa uwezo wa kukopa jembe. Tunampima kwa uwezo wa kuzalisha kwa ardhi ndogo, pengine kwa kutumia utaalamu. Kwa hiyo sisi jibu ni kwamba kilichopitishwa na baraza hatuna mashaka nacho. Tunakikubali, na hata kama hatukikubali wakati tukichangia, lakini kikishapitishwa tunaenda kukisimamia kwa pamoja, na hiyo ni collective responsibility. Data sahihi ni ile tuliyoisoma barazani, sisi tunaamini. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, chombo chenye mamlaka ya kupitisha bajeti ya serikali ni Baraza la Wawakilishi. Ingawa mamlaka ya baraza kidogo hailingani na bunge, kwa sababu bunge wao wanaweza kuifumua bajeti wakaiunda upya. Lakini sisi tuna uwezo wa kushauri. Lakini mwisho tunapitisha sisi. Kama serikali tumetoa ushauri haikukubali, upitishaji wa mwisho wa bajeti ni Baraza la Wawakilishi. Kwa hiyo kilichopitishwa kwenye Baraza la Wawakilishi, kilichoko kwenye Hansard za Baraza la Wawakilishi ndio sahihi. Na sio bilioni 300. Ni zaidi ya bilioni 300, ni zaidi ya trilioni. Kwa hiyo hilo nilitaka kutoa ufafanuzi huo. Lakini Birahma aliulizia kuhusiana na tunapinga gharama au ujenzi, nini kifanyike? Kila jambo lina wakati wake. Kama alivyosema Mheshimiwa Sefu pale, haujafika wakati wa Zanzibar kuwa na njia 6. Sehemu ambayo haina mahitaji ya njia 6. Na lengo liko wazi kwamba ni kwa ajili ya Afcon ambayo inadumu kwa miezi michache. Kwa hiyo sisi hatupingi ile gharama kama gharama, tunapinga uhalali wa kuizungumza kwanza. Sisi hapa press ya leo ni tupate data sahihi. Lakini ukiniuliza kwenye gharama hazilingani na uhalisia. Ingawa hilo ni nje ya press ya leo. Lakini gharama si ujenzi huu tu. Ujenzi kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja kuelekea BOT 2.3 kilometers, 2.1 nadhani kilomita, unagharimu bilioni 50.8, sawa na bilioni 23.3 kila kilomita moja. Barabara kama hiyo, viwango kama hivyo, upana kama huo 6x6, Dodoma inayoelekea Ikulu, inagharimu bilioni 7 kwa kilomita moja. Ina maana kilomita 3 za Zanzibar gharama yake kilomita 3 za Dodoma unajenga kilomita 1 Zanzibar. Kwa hiyo tukenda mambo ya gharama hapa ni darsa nyingine kubwa kwa Zanzibar. Miradi mingi gharama hailingani. Kuna upigaji mkubwa tunaweza kusema ulio dhahiri.
Kwa hiyo lakini ujenzi sisi tunaupinga kwa wakati huu, naweza kusema, kwa sababu haujakuwa na mahitaji makubwa. Kuna mahitaji makubwa ya chakula. Kuna mtu anaitwa Maslow anasema binadamu mahitaji yake namba 1 ni chakula. Namba 2 ndio ile tunaita security, physical protection. Halafu ndio yanakuja hizo mambo ya fahari. Kwa hiyo sisi Zanzibar bado tuko kwenye mahitaji ya chakula. Bidhaa mkiuliza huko mtaani mtajua nyama kilo moja sasa hivi imeshazidi 10,000, nyama safi. 20,000 wakati wa sikukuu. Kwa hiyo hatupingi moja kwa moja, lakini kwa wakati huu tulionao ilikuwa ndio maana tukatumia lile neno White Elephant Project. Ni mradi ambao inawezekana una maana, lakini si kwa wakati huu. Tulipoanzisha television ya rangi hapa Zanzibar mwaka 72, ule pia uliitwa White Elephant Project. Ingawa baadaye uligundulikana, ulileta manufaa, lakini baada ya miaka mingi sana. Ni kwa sababu watu walikuwa na njaa. Sisi wengine tuliozaliwa miaka ile ndio mpaka leo tumekuwa wafupi, kwa sababu ilikuwa ni mwaka wa njaa. Kwa hiyo mahitaji hayakulingana na kile kilichozaliwa kipindi kile. Lakini Binajat, suala linalohusiana na vigezo, kwa nini fedha haitorudi? Mifano inatoka hapa hapa. Uwanja wa Amani umekarabatiwa, haukujengwa, umekarabatiwa, zinazozungumzwa hadharani bilioni 102. Sisi wengine tuna wasiwasi ni zaidi ya hizo. Bilioni 102 umekodishwa kwa mtu milioni 50 kwa mwezi, facility zote zile. Ukipiga hesabu unahitaji miezi 2040. Miezi 2040 ile iliyotajwa kwenye Inna Anzalnahu mara 2 na kidogo. Sawa na miaka 170 kurejesha gharama za ukarabati. Sasa je, unakuja kusema trilioni 1, tuseme hiyo anaoisema ya mwisho Dr. Malik, trilioni 1.06 aloisema yeye, utahitaji mara 10 ya ule muda. Na kule iliko sidhani kwamba hata huo uwekezaji uliofanyika Amani unaweza ukarejesha bora kuliko uwanja uko Fumba. Kwa hiyo vigezo tunatokana na practice ambayo tumeiona kwenye huu mradi wa Amani, ambao aidha kuna ubadhirifu au kuna rushwa zinatembea, lakini milioni 50 kwa facility ile ikitumika style hiyo kule Fumba, hata miaka 200, 300 hatuwezi kurejesha. Hiyo ni dalili kwamba hatuwezi kurejesha. Lakini Sheikh Jabir, hili swala nadhani halijaguswa la deni la taifa. Tushawaambia barazani mle, nani aliyesema kwamba tukope mpaka turambe kisahani? Nilitumia hiyo kauli. Kila wakati wao wanashikilia, unawauliza swala hili, wao wanakuambia tunakopesheka. Sasa hivi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ina madeni ya aina 2. Ina deni linalodhaminiwa na wenyewe. Tunakopa kwenye hivi vibenki vidogo vidogo, NBC, PBZ. This year tumepanga kukopa 3.4 trillion kwenye benki za ndani. 3.4 trillion. Kwenye mpango wa maendeleo Februari tulikusudia 2.9 trillion. Lakini ilipoletwa bajeti halisi mwezi June, 3.4 trillion kutoka benki za ndani tu wamesema kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kabla ya hapo mpaka kufikia mwezi Disemba, SMZ inadaiwa 2.385 trillion. Jumla zitakuwa zaidi ya trilioni 6. Mzanzibari ukichanganya na lile deni la bara la muungano, atakuwa tukimaliza mwaka huu ikifika Juni, kila Mzanzibari atakuwa anadaiwa milioni 5 kama nukta 2 hivi mpaka mtoto mchanga. Wakati bara waliokuwa hawako ndani ya Zanzibar wanadaiwa 1.8. Sasa uhimilivu wa deni unapimwa kwa GDP, ile ratio. Walipowasilisha mara ya mwanzo walisema mpaka 50% sisi. Yaani ile kipato chako na unachokopa mpaka 50% unaruhusiwa. Sisi tuko 39.2. 39.2%. Tumebaki kama 11% kuramba kisahani. Shida haiko hapo.
mpango wa serikali wa kulipa ambao ni 450 billion zinawekwa kwenye ile tunaita debt service fund. Tukianza kulipa kuanzia mwaka huu, tumetulia tu, hatukopi tena popote, ili tulilonalo deni mpaka leo 15 years ndio tulipe. Kwa maana kwamba madeni ya serikali kama tutaendelea kukopa kwa kasi hii, hicho wanachotuambia serikali iliyopo sasa hivi kwamba wakiondoka wao hakuna deni, si kweli. Mathematically is not true. Politically might be true, lakini mathematically haingii hesabu hiyo. Fedha tunayokusanya 450 billion kwa mwaka, tukilipa kwenye madeni miaka 15 bila kukopa tena, kwa hiyo miaka 15 ndio tutaweza kuimaliza. Sasa na serikali hii itaendelea kukopa. Kwa hiyo tukizungumzia deni linahimilika, wanapima na vile vigezo vilivyowekwa na mashirika ya kimataifa, ambapo kwa nchi kama ya kwetu wanasema inaweza ikenda mpaka 55% ya GDP. Sisi walivyosema kwenye bajeti yetu tuko 39.2 nakumbuka, au 39.2.8. Kwa hiyo kitheory tunaweza kukopesheka, lakini hakuna theory inayosema kwamba lazima mtu akope mpaka afike mwisho kama hana mpango mzuri wa kulipa. Neno tuna mpango mzuri wa kulipa linazungumzwa sana na serikali, lakini hawautaji, kwa sababu kihesabu haionekani kwamba tuna mpango mzuri unaweza kulipa, kwa sababu mapato yetu sisi ni less than 3 trillion kwa mwaka, wakati bajeti yetu ni 8.52 trillion. Kwa hiyo more than half ni nje ya kile tunachoweza kukikusanya TRA na ZRA. Zaidi ya nusu hatuwezi kukikusanya. Tunakusanya 3.1 au 3.2, tuna budget ya 8.52. Kwa hiyo takriban trilioni 5 haziko kwenye mapato yetu. Kwa hiyo tukisema tukope hizi, tunaongeza ule mzigo wa deni. Kwa hiyo Sheikh Jabiri, hapa nimefafanua sana, lakini jibu lako labda ni kujibu kwamba tafsiri yake kuhimilika kwa deni ni kuangalia vigezo vya kimataifa, kwamba ile ratio, uwiano wa deni pato lako la taifa na kile unachodaiwa, ambapo tunaambiwa kwenye theories kwamba bado tunakopesheka. Lakini sisi msimamo wetu, Rais Karume alisema deni ni nini? Alikuwa na neno analitumia, lakini hakupenda deni. Kuna nchi juzi walitaka tuwape mifano wa nchi ambazo hazina madeni. Burkina Faso haidaiwi tena, Namibia haidaiwi tena, wala si dhambi, wakanyamaza kimya tulipowatajia hizo mbili. Kwa hiyo mimi niishi hapa kwa hii awamu ya kwanza ya maswala. Kama kuna lililokuwa halijajibiwa, wenzangu walioko fasaha zaidi watajibu. Ya pili ya uchukuaji wa masuala kwa tena watu watatu, si lazima, lakini sio lazima kama hivyo. Naam, Sheikh Dr. Mohamed ajibu. Dr. Mohamed, kama serikali sijaisikia mimi inasema ile mkopa nani, sijasikia katika maelezo hata ya jana ni benki gani imekopa. Kama mnaijua labda kwenye miradi ya AFCON, sio? Kwenye miradi ya AFCON, miradi hii ya AFCON hiyo 1.06 au 100 billion na interest labda kama. Asante. Mwingine kama hayupo yanatosha. Malize hilo ili tumalize. nadhani swala hilo na sisi tumeliuliza pia kwenye press yetu hii, kwamba sisi wananchi tunahitaji kujua hasa kwenye fedha hii ya AFCON. Lakini ile 3.4 trillion iliyokusudia kukopwa mwaka huu, na ambao sisi wengine tunaamini ni sehemu ya hiyo inayotumika kwenye AFCON,
Kwanza, kama mtakumbuka, mwaka jana palianza huu mtindo wa sukuk ambao takriban wananchi wengi, hasa viongozi wa serikali, mashirika na taasisi za serikali nyingi zililazimishwa kuwekeza kwenye ile sukuk. Ule si mkopo, ni bond, wanaita bond. Kwa hiyo baadhi ya fedha zimetokana, tunavyoamini sisi, ingawa hawaja kuwa wawazi, zilitoka kwenye sukuk, ambao taasisi kama bodi ya mikopo haina fedha ya kuwalipa wanafunzi, lakini wamewekeza kwenye sukuk. SUZA haina fedha ya kuendesha chuo, baadhi ya wakati imewekeza kwenye sukuk, na taasisi nyingine mbalimbali ambazo zilitarajiwa ziwe za kutoa huduma zinaenda kuwekeza kwenye sukuk. Lakini kwenye bajeti iliyosomwa na Mheshimiwa Waziri, ile 3.4 niliyoitaja trillion ya mwaka huu kwa ajili ya kuendeleza miradi ya maendeleo, imesema zitakopwa kutoka baadhi ya benki zimetajwa kwenye ripoti, kwenye budget: PBZ, Ecobank, NBC, NMB, Stanbic na kadhalika, na taasisi nyingine za kifedha ndani ya nchi. Hizo zote ni ndani ya nchi. Mheshimiwa Said Ali Mbaruku aliwaambia, kwa vile mmekosa dhamana ya kukopa nje, mnavibana hivi vitaasisi vidogo vidogo, na huo ndo wasiwasi wetu pia. Kwa hiyo madeni, sisi tunahitaji majibu pia kutoka serikalini ya hilo swala uliloliuliza. Lakini kwenye maandiko ya budget, hizo benki nilizozitaja zimetajwa ni sehemu ya kuchukua huo mkopo wa 3.4 trillion, na tunatarajia zitalazimishwa kutoa, ingawa zinaweza zikaumia nazo kwa sababu zinahitaji kujiendesha. Asanteni. Hakuna ziada. Kama kuna la maliza. Nadhani nimemaliza. Haya. Tunashukuru sana, asanteni sana. Mjomba. Mjomba. Kokoe. Ndugu wanahabari, jukumu langu mimi kukushukuruni tena sana sana kabisa kwa muda mfupi, na mkaweza kuhudhuria kwa wingi kabisa, na mkawasikiliza kwa makini kabisa kiongozi wa kambi, mnadhimu kutoka chama cha ACT Wazalendo, na mwakilishi wa kuchaguliwa kwa maelfu ya kura jimbo la Pandani, pamoja na wakilishi wenzake hapo. Ndugu Seif Sleman ni mwakilishi wa jimbo la Ole wa kuchaguliwa. Dr. Mohamed Suleiman mwakilishi wa jimbo la Mtambwe wa kuchaguliwa kabisa. Na kwa kujumuisha press yetu na umuhimu wake, tulipata kuhudhuriwa na mbunge wa Ubungo na mwenyekiti wa kamati ya wakilishi wa ACT ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo tunakushukuruni tena sana sana sana. Habari hizi kuwahabarisha Wazanzibari na Watanzania wote na wana Afrika Mashariki, kilichozungumzwa hapa kinahitaji majibu sahihi kutoka kwenye serikali. Tunaamini serikali ilikuwa sahihi, basi itajibu masala yaliyo sahihi, sio bla bla. Tunakushukuruni tena kwa kuhudhuria. Asanteni sana sana na sana.